Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hivi leo tutazungumza kuhusiana vijana na maisha. Mada yetu ya leo itakuwa na anwani vijana na maisha, na katika anwani hii ya leo tutazungumzia vijana wale ambao wanaotaka kuingia katika majukumu ya ndoa au vijana ambao tayari washaingia katika majukumu ya ndoa, na tutazungumzia yanayopaswa kufanywa kabla ya ndoa, lakini pia vile vile tutazungumza yanayopaswa kufanywa baada ya kuwa katika ndoa. Ndugu zangu wapendwa, kutokana na hali ya mazingira ya sasa hivi, vyombo vyetu vinatoa taarifa namna gani, kwa kiwango gani au kwa kiasi gani ndoa zinavunjika, au kwa lugha nyepesi tuseme kumekithiri au kumekuwa na wingi wa talaka, kwa maana ya kwamba wale ambao waliofunga ndoa wanaachana, na takwimu kupitia vyombo husika vinaripoti kwamba kuzidi ama kukithiri kwa kiwango cha watu kuachana. Sasa haijajulikaniwa sababu ni nini, kwa nini watu wanaachana sana, ama wanaji wanaachana sana, ama vijana wanaachana sana. Sasa tukaona ni bora tuzungumzie mambo mawili ya msingi. Jambo la kwanza, mambo yanayopaswa kufanywa kabla ya kuachana, kabla ya kuoana lakini mambo yanayopaswa kufanywa baada ya kuoana, kwa maana watu tayari wapo katika ndoa. Misingi ya taratibu ya kisheria ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imetuwekea wazi kwamba watu wanapotaka kuoana kuna taratibu za kufuatwa. Miongoni mwa taratibu hizo kwamba baada ya mume kumtafuta mchumba na akajua familia yake, kinachotakiwa kufanywa ni kumtuma mtu ambaye kwa lugha nyepesi tumezoea kumuita mshenga. Huyu mshenga atakwenda kwa wazazi, kwa walii, kwa familia wa binti husika, na yeye atapeleka taarifa ama mazungumzo ama habari kuhusiana na kijana fulani amemuona binti kwenye familia fulani. Kwa hiyo anakusudia kijana huyu kuja kuleta posa kwa ajili ya kumchumbia binti yenu fulana. Kwa hiyo mshenga huyu atakapokwenda kwa familia husika, familia nayo itasikiliza maombi hayo. Hatua inayofuata itampa majawabu aidha ya moja kwa moja au sio ya moja kwa moja. Majawabu ya moja kwa moja ni yapi? Majawabu ya moja kwa moja kwamba sisi tumemkaribisha huyo fulani ama huyo aliyokutuma kwamba aje kuleta posa, na hizi ambazo ama haya mazungumzo ama habari ambayo tayari mkuja nayo kwamba sisi hatuna shida, huyo kijana aendelee na taratibu zingine za posa, ila hivi bila chenga, moja kwa moja. Lakini sio kwa moja kwa moja ni kumwambia huyo mshenga aende sasa akaandike barua huyo kijana na kisha ailete kwenye familia. Mshenga atarudi, atakwenda kwa huyo aliyomtuma, atamwambia kwamba sasa bwana, unapaswa kuandika barua kupeleka katika hiyo familia husika. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Muoaji ataandika barua, ataipeleka kwenye familia husika. Familia itakapopokea hiyo barua
itaitisha ndugu na jamaa, na hatimaye hiyo barua itasomwa, na barua ikishasomwa familia itatoa majibu, na majibu yana hatua. Miongoni mwa hatua ya kwanza ya upande wa kike ni kumfanyia uchunguzi huyo aliyeleta posa. Ndio maelekezo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, atakaye kujieni kwa ajili ya posa, mkimridhia dini yake na tabia zake, fazawijuhu, basi muozesheni. Hadithi hii inatupa maelekezo kama familia, kama wazazi, man jaakum man tarlauna dinakum wa khuluqa fazawijuhu, atakayewajia nyie yule ambaye mnamridhia dini yake, mnamridhia akhlaqi zake na tabia zake, basi muozesheni. Kwa atakachofanya wazazi ni kufanya uchunguzi kwa huyo kijana. Je, dini yake iko sawa? Je, tabia zake nzuri? Wakijiridhisha kwenye hilo, watamjibu barua hiyo kwamba bwana huyo fulani amekubaliwa kuleta mahali sasa kwenye familia yetu, na mahali ya binti yetu baada ya kumuuliza amesema ni kiasi kadhaa. Sasa kutokana na mazingira vile yalivyo, familia nyingi huwa linaliacha jambo hilo kwa mwenyewe muolewa, na hasa mazingira sasa hivi kuna baadhi ya mabinti zetu huwa wao ndio wanaleta wachumba majumbani, sio mume ametafuta mchumba akaja yeye. Kwa hiyo ikiwa mtoto wao wa kike amempenda huyo bwana, huyo kijana, yeye ataleta taarifa nyumbani. Kwa hiyo wazazi wanatosheka na maelezo ya binti yao, wala wanakuwa hawana haja ya kufanya uchunguzi kupitia vyanzo vingine za kujua kwamba huyu kijana dini yake iko sawa, huyu kijana tabia zake ziko sawa, na vitu kama hivyo. Sasa basi, pale ambapo wazazi ama walezi wanapokuwa hajafanya tafiti za kutosha, ndicho chanzo sasa cha kuja kubomoka ama talaka kukithiri, hapo zinaanza. Lakini wazazi wakifanya tafiti za kumchunguza na kumjua huyu kijana husika kwa taratibu zilizokuwa mzuri, watapata kujua kama wanasema vijana, ipi mbivu na ipi mbichi. Wakijiridhisha kwamba kijana dini yake haiko vyema, tabia zake sio mzuri, wanaweza wakakansel posa hiyo, wakamwambia bwana, sisi hatujaridhika wewe kuja kumposa binti yetu. Ila kwanza, kwa hiyo taratibu zinapaswa zifuatwe. Na katika kufanya uchunguzi kama wazazi, kama walezi, ni washauri. Kimsingi sio kila mzazi au kila mzazi ana uwezo wa kujua tabia za huyo muhusika ama huyo kijana aliyeleta posa ama aliyemtuma mshenga. Njia rahisi tu kwa dunia sasa hivi, lazima tushirikiane na njia zetu za kiserikali, nikiwa na maana kwamba huyo kijana muulize, unakaa wapi, unafanya kazi sehemu gani, msikiti gani unaswali, imamu wako anaitwa nani, ikiwezekana naomba namba yake ya simu, naomba namba ya simu ya mjumbe, naomba namba ya simu ya mwenyekiti. Hivyo yani vitu ambavyo vya mawasiliano. Kisha baada ya hapo sasa unaweza ukaenda msikiti ambao yeye kasema anaswali, ukamtafuta imamu, ukamwambia bwana, katika msikiti wako hapa kuna maamuma anaswali hapa anaitwa fulani bin fulani, wamjuaje huyu? Kwa imamu atakusaidia kwa namna moja au nyingine. Akisha kusaidia imamu kwa namna moja au nyingine, tayari ushapata hali halisi ya huyo muoaji. Lakini pia la pili, unaweza kufanya tafiti pia vile vile kupitia wajumbe wa serikali za mitaa, lakini kupitia wenye viti, kuona kwamba bwana, katika mtaa wako huu kuna kijana anakaa hapa. Huyu kijana unamjuaje? Tabia zake zikoje? Lakini utatafuta jobless zake hapa msema ambaye yule kijana huwa anapenda kukaa. Utawauliza husika kwamba huyu kijana unamjuaje? Ana tabia zipi? Lakini si hivyo, unaweza pia ukaenda kama anafanya kazi sehemu fulani kama kiwandani, sokoni, wapi, whatever, utaenda eneo husika, utafanya tafiti zako kujua huyu kijana ana tabia gani. Tabia zake zikiwa nzuri za kuridhisha,
basi utakuja na familia, utasema sasa huyu kijana anapaswa kupewa mke, au huyu kijana hapaswi kupewa mke kutokana na tabia 1, 2, 3 ambazo baadaye zinaweza zitatukosti ama zitatulazimu sisi gharama. Kwa hiyo ni moja katika njia ya kufanya tafiti kuhusiana na wewe mchumba ambaye anayekuja kutaka kuposa.